Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati. Kuhusu swala ya wachezaji ambao walikuwa majeruhi, anaanza na Yasin. Yasin amekaa kama miezi 6 nje ya uwanja. So mwaka jana kaumia mwaka jana. Lakini mwaka jana kaanza kutibiwa, lakini bado haikuwa vizuri. Mwaka huu kuna daktari ambaye kaja anaitwa Yusuf, amesaidia sana kuhusu Yasin kaanza kurecover. Na mchezaji ambaye amekaa kwa muda mrefu majeruhi, sio rahisi tu akianza kurudi lazima aingie moja kwa moja kwenye timu. So kuna nani zake ambazo huwa anapewa mazoezi binafsi. Baada ya mazoezi binafsi anawekewa physical preparation ya kwake mwenyewe, kisha taratibu anakuja na integrate kwenye anakuja na integrate kwenye timu. Swala ya Balama Mapinduzi nawaza ameumia karibia mwaka mzima, alikuwa nje. So pia sio rahisi naye akirudi tu na arudi moja kwa moja kwenye timu. Isipokuwa naye pia anafuata plan za program zake kwake naye kidogo hadi atakapokuja kurudi. Igizo jipi ambalo litaingia kwenye timu ni kweli, sababu hapo tayari kuna ushindani ya namba. Kuna wachezaji kama 28 na sheria mpya ya TFF ambayo imetoa wachezaji wa kigeni 8 wanaweza kaanza kwenye first 11. Tayari ni changamoto, sababu kuna wachezaji wa kigeni 10 ambao inabidi kuangalia jinsi ya kuwachezesha, ni changamoto. Ila wataingia kama watapambana. Yule ambaye atakapambania namba yake ataingia kwenye kikosi. Kingine, kikosi huwa ni wachezaji ambao hawajakaa muda mrefu. So inabidi kwanza kuwe na ile combination between them, baina yao. Wajuane kwanza uchezaji mazoezini, kila mtu ajue mwenzie anavyocheza, ili watakapokuja kukaa vizuri kufuatana na program na technical za mwalimu na bench nzima la ufundi, Yanga itakuja kuwa na kikosi kizuri ambayo itakuja kuwa tishio pale kutakapokuwa ule muunganiko katika wageni na wachezaji ambao waliokutaniwa. Répète. Si donc une fois on a atteint ces niveaux-là physiques et cette cohésion, il y aura personne qui nous pourra nous arrêter Yanga cette année et les années qui vont arriver, ici ou bien en Afrique. Ça, je pourrais le promettre. Pourquoi je pourrais le promettre? Parce que ce n'est pas un résultat d'un match. Ça sera le résultat d'un travail, des sacrifices financiers de la part de Mr. Ghaleb, de la part de GSM, de la part du comité, de joueurs internationaux de valeur qu'on a recrutés avec beaucoup d'intelligence par rapport au poste qu'on avait besoin. Quand on aura le temps de travailler, il n'y a personne. Dommage. Je regrette vraiment qu'on n'a pas pu, qu'on a eu ces problèmes à la préparation. Sinon, on ne sera jamais de la vie en dehors de la Coupe d'Afrique. Mais promettre une équipe, promettre une grande équipe ici en Tanzanie, une grande équipe en Afrique, que ce soit moi, à l'avenir ou quelqu'un d'autre, ça, je promets à tous les fans, vous allez être très fiers. C'est vrai. I'm sure. We accept. All the fans now is not happy. It's not happy. I know. I accepted. We regret this. But me, I know what they have in my team. Which quality we have in my team. Which players' quality I have in my team. I know in the future, me or another one, no problem.
But the important, the first is Yanga. It's not the person. It's not the coaches. The first is Yanga. I'm sure 200% Yanga, we will have a big team in Tanzania, in Africa. Why? It's not only emotional tak. No. Talk. It's reality. I'm very realist coach. I'm in my comment dirais-je? In my career. In my career. All people know me. I'm a realist coach. I don't promise anything. Yes, no. Example. Me, I come only this interview, and yesterday we give one interview with Azam TV. À part c'est quoi? Without that, I don't like the show. I don't like good media. I don't like the stars, the coach. No, me, I'm the man for the pitch, for football only. No studio, no newspaper, no. This is my job. I like him too much. But if we promise, never we promise result, because the result is God, is Allah subhanahu wa ta'ala. But we promise, I know, this is, we are in big hotel here, huh? 5-star here? 5-star. Okay. This is, we are in 5-star. The chief for the kitchen here, I'm sure he's a big chief. If you give him les ingrédients là, il sait faire la différence. Quels sont les ingrédients qu'il pourrait faire des plats pour les invités haut de gamme. Et c'est faire la différence si tu lui donnes des ingrédients qui ne peut pas faire grand-chose avec ces plats, qu'il faut quelque chose. Moi, c'est exactement, je vois ce que j'ai comme ingrédients dans mes joueurs. Voyez-vous? Et je sais avec ces ingrédients-là, Yanga va vraiment, really. It's not for me, please stay, we have a big player, we have a big team, please stay, give me time for, no. الرزق على الله سبحانه وتعالى. I'm very happy for fans, Yanga fans. I'm very happy for him. Wallahi, you know why? No, sorry. No, I'm very happy for him because he will have a big team. Now have a big team. Only stay little time for this player for his reading. Okay, that's one. You understand me? Why kitchen? Why chief? Why anything? So, Mama is understand. Now it's kitchen. Asemaje kwa kuhusu, ina maana kwa mfano kama hapa hotelini, sawa, kuna chief cooker, sawa, si hotel ya 5-star, so kuna chief cooker. Yule chief cooker ndo anajua viungo ambavyo yeye anaweza kutumia. Kwa mfano kama kutakuwa kuna chakula labda cha watu 100, anajua viungo gani anaweza kutumia ili chakula kile cha watu 100 kiwe na ladha fulani, vitu kama na hivyo. Kama kuna chakula cha mtu mmoja, anajua viungo gani anaweza kutumia kwenye chakula cha mtu mmoja. Ndio kama yeye anajua aina wachezaji wake ambao anao watakuaje watakueje huko mbeleni, labda baada ya miezi 2-3. Sababu kasema timu itakapopata muunganiko, sawa, timu itakapopata muunganiko, wallahi tena, sawa, Yanga itakuwa tishio kwa Tanzania na kwa Afrika pale watakapopata muunganiko, kutokana na aina ya wachezaji ambao anao na wachezaji ambao wamesajiliwa. Hawajasajiliwa tu kwa bahati mbaya, wamesajiliwa kwa umakini zaidi, sababu walichunguzwa kwenye kamati ya usajili, boss GSM na kamati nzima ya Yanga, Ingénieur Msola, nous avons travaillé très dur pendant que tout le monde s'est arrêté pour avoir un recrutement intelligent. Mr. GSM, beaucoup de sacrifices financiers. Ingénieur Herzi, Senzo, Dr. Msola, all together for building a big team, inshallah, in Africa here. Waliungana boss GSM katoa hela nyingi sana kwa kusajili wale wachezaji ambao wamewasajili.
kamati ya usajili na yeye mmoja hapo akiwemo Dr. Msola, kina Senzo, kina engineer Eri Saidi. So wamefanya usajili ambao ni mkubwa. Na ule usajili mkubwa utakuja kwa pamoja, utakuja kuonekana pale ambapo timu ikipata tu kupata tu muunganiko pamoja, basi mashabiki wa Yanga mtafurahi sana. Vous savez, c'est vraiment, je suis enthousiaste pour l'avenir de Yanga. Yanga, c'est un club spécial en Afrique. C'est un club, c'est une source de bonheur pour tout le peuple tanzanien. Vous allez me dire, non, comment une source de bonheur pour tout le peuple tanzanien, puisqu'il y a 30 millions et quelques qui sont fans de Yanga et le reste sont fans de Simba. Mais je dirais que quand Yanga elle gagne, elle rend heureux 30 millions ou plus de supporters. Mais quand Yanga lose, elle rend aussi la deuxième moitié du peuple aussi heureux. C'est ce qui fait aussi la spécialité de Yanga. C'est très spécial. Kasema Yanga ni timu kubwa Tanzania na Afrika na ni timu special. Kwa nini anasema ni timu special? Sababu mashabiki milioni 30 wa Yanga na kuendelea la. Yanga ikishinda milioni 30 na kuendelea na furahi. Ndio special wake. Yanga ikipoteza wale wengine hawako kwenye milioni 30 wanafurahi. So Yanga anapopata matokeo mazuri, alors tout le peuple heureux quoi. Tanzania nzima inakuwa imefurahi. So Yanga ni chanzo ya furaha ya football ya Tanzania. Sababu kifurahi wanafurahi kwa wengi. Wakiumia wanaumia wachache. Asante, tutatakia kila la kheri kwa mchezo kesho. Okay. Asante TFF. Asante sana. Congratulations for the victory. Congratulations for a good result. Thank you. All right. Thank you. New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora.